mwambie padre, ninahisi hapa, hebu twende njia hii. Padre atakusikiliza na kukushukuru. Kwa tuwasaidie mapadre wetu, tuwasaidie mapadre wetu kwa namna zote. Narudi tena kwako padre na mapadre wengine. Sisi wapendwa, wetu ni utume, hatujitumi. Hakuna padre anayejituma mwenyewe, kila padre anatumwa, na anayetutuma ni askofu. Siku ile ya upadiso wangu, siku ile ya upadiso wako, uliweka mikono, umeifunga ndani ya mikono ya askofu, ukaahidi utii. Kila wakati uendelee kuifunga mikono yako kama ulivyofunga siku ya upadisho wako. Usijenge kiburi ukajiona kwamba una nguvu, una utaalamu, una chochote kile. Siku ya upadisho wako ulifunga mikono yako, ukaahidi utii. Uendelee kufunga mikono yako katika maisha yako yote. Lakini wetu ni utume, tunatumwa. Basi kila wakati ufanye kazi zako kwa mtazamo wa askofu wako. Ulifundisha shuleni, sisi tulifundisha miaka mingi, ufanye kila unachofanya in the mind of your bishop. Kumbe ufanye yote kwa mtazamo wa askofu wako. Usiwe mvumbuzi wa kugundua mambo yako mwenyewe. Lakini kila wakati hakikisha padre unafanya kulingana na mtazamo wa askofu wako. Unaweza ukawa umepitia maandiko mengi, unaweza ukawa umepata ushauri mwingi, ushauri wa watu wengi, ushauri wa vitabu vingi, ushauri wa watu gani, sijui kitu gani, wasomi wengi, na mwenyewe ukawa msomi mkubwa, lakini ishi kwa mtazamo wa askofu wako. Na tusije tukaenda kuishi kwa mtazamo wetu wenyewe. Lakini kila wakati katika maisha yako kama padre, jitahidi kuishi kulingana na mtazamo wa askofu wako. Ufuate mtazamo wa askofu wako, ishi mtazamo wa askofu wako. Kwamba askofu akisema sasa tunakwenda tunapitia mlango huu, sote tunajirundika katika mlango huo. Ishi katika mtazamo wa askofu wako. Ile kwamba wakati mwingine unaweza kukuta kwamba kuna kitu hiki sijakielewa, lakini ndivyo anavyotaka yeye. Kwamba hata kama sijakielewa, lakini ndivyo anavyotaka yeye. Inapotokea shida, basi kamuulize, baba askofu, mimi hapa mbona sijaelewa vizuri? Atakufafanulia mtazamo wake. Lakini kikubwa, ishi kwa mtazamo wa askofu wako. Katika nyakati zetu tupo katika nyakati ambapo tuna mitazamo mingi tu, tuna mawazo mengi tu, kuna washauri wengi tu. Lakini pamoja na yote hayo, tutafute kuishi kwa mtazamo wa askofu wako. Nadhani nimezungumza ya kutosha, si ndivyo? Tusije tukacheka. Labda niseme la mwisho. Padre kazi yake ni nini? Kazi ya padre ni nini? Kazi ya padre ni nini? Kimsingi ziko tatu. Lakini mara nyingi mimi napenda kuzitaja mbili. Lakini kimsingi ziko tatu: kuhani, nabii na mfalme. Kuhani, nabii na mfalme. Kama kuhani, kutoa sadaka, kuadhimisha masakramenti, kuwapatanisha Mungu, watu na Mungu, kuwapeleka watu kwa Mungu. Kama nabii, kuwafundisha, na kama mfalme, kuongoza, kutawala. Kwa wapendwa, padre wetu tutambue kabisa anapaswa kugawa masakramenti kama kuhani, kufundisha na kutuongoza. Yawezekana tukawa na mitazamo yetu, lakini yeye ndio anatuongoza. Yawezekana tukawa na mafundisho au tukapata si vitu gani, lakini yeye ndio anayetuongoza. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote tushirikiane naye, kwa sababu yeye ni kiongozi wetu. Yeye ndio baba yetu. Anatuongoza. Na hivyo kwamba hata kesho ukimwona padre anatoka
anakwenda kusimamia kazi fulani, ni wajibu wake, kwa sababu ndio kiongozi wetu. Anaamua kabisa kwamba mimi katika parokia yangu au katika taasisi yangu au hapa nilipo, utaratibu wa fedha utakuwa huu. Ndio mfalme wetu huyo, kaweka utaratibu. Ameweka kwamba utaratibu utakuwa huu, utaratibu wetu ndio utakuwa huu. Ndio mfalme wetu, ndio kiongozi wetu. Si ndio tunasema kuhani, nabii na mfalme, kazi yake ni kutoa sadaka, kuadhimisha na sakramenti kama kuhani, ni kufundisha na kuongoza. Kumbe Mheshimiwa Padre, gawa masakramenti kwa upendo na furaha zote. Usisikitike pale pale ambapo unakutwa unapaswa kufanya kazi kubwa ya kugawa masakramenti. Ufurahi watu wengi wanapokuja kuungama. Usisikitike kwamba watu wamekuja kuungama. Ufurahi kwamba kwako wanakuja kusali. Usisikitike kwamba watu wanadai ibada. Usisikitike kwamba watu wanakuita uende kwa wagonjwa, uende ukawatembelee wagonjwa, kwa sababu kama kuhani ugawe masakramenti. Kazi yako kama padre, gawa masakramenti, lakini ufundishe. Kama nabii ufundishe, uwafundishe watu. Usione uvivu kufunga safari kwenda shuleni kuwafundisha watoto kule darasani, na pengine utakuwa umezidiwa kwenda kuwafundisha kule. Wanaokuja parokiani kwako kwa ajili ya mafundisho ya komuni ya kwanza, Januari mpaka Desemba, hujawahi hata siku moja kwenda kuchukua darasa hata kuwafundisha Mungu ni mmoja? Hapana. Padre, jitahidi basi wale watoto wa komuni ya kwanza, wale watoto wa kipaimara, wale wakatekumeni, watu wakubwa na watu wengine wote wale ambao wanahitaji kupata mafundisho yako, uwafundishe. Katekista mwingine ni msaada. Padre ni katekista wa kwanza katika parokia. Padre ni katekista wa kwanza katika parokia. Kwa hiyo kama katekista ufundishe, uende ukawafundishe watu, uende kuwaoneshe watu kwa Mungu wako, uwafundishe watu, ugawe masakramenti. Ufurahi kwamba watu wanakuita uende kwa hudumia wagonjwa. Ufurahi kwamba watu wanakuja kwako kwa maungamo. Ufurahi kwamba unaadhimisha misa mara nyingi. Usije ukaanza kujuta kwamba nimechoka mimi. Ufurahi kwamba unafanya masakramenti, unaadhimisha masakramenti. Kazi ya padre ziko 3, ingawaje mimi mara nyingi nataja 2: kufundisha na kugawa masakramenti, na kazi ya 3 ni kuongoza. Kwa hiyo jitahidi kama padre, ufundishe, kugawa masakramenti, kuongoza. Mheshimiwa wapendwa, tuendelee kumsaidia padre wetu, tuendelee kumwombea ili Mwenyezi aendelee kumtakatifuza. Pengine tunaweza tukakuta ana madhaifu, tumsaidie katika madhaifu. Pengine tunaweza tukakuta ana mapungufu, tumuinue. Pengine tunaweza tukakuta amejaibisha, usimwaibishe. Mfunike. Lakini kuna mambo mengine sio lazima kuyasema. Kuna mambo mengine sio lazima kuyatangaza. Endelea kumfunika pale katika udhaifu wake, endelea kumfunika. Lililo kubwa umuombee kila wakati katika maisha yake, uendelee kumwombea. Naendelea kuwashukuru wazazi kwa kumtoa huyu padre wetu, na tuendelee kumwombea na kuombea wanafamilia.